Bruder Schneider hat eine große Anzahl von kostbaren Gedanken bereits geäußert. Ndugu Schneider amekwisha kutamka hesabu nyingi ya mawazo ya damani, na ningependa niweze kukamata moja ya mawazo hayo ambayo inayotukumbusha neno la Wakolosai sura 3 mstari wa 17 ambayo ndugu Schmidt aliyosoma hapa jana jioni. Aliuliza swali ya kuweza kujua nani ambaye aliye na haki ya kukusanyika katika jina la Bwana? Nani ambaye aliye na haki ya kukusanyika kweli kweli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kuweza kujilinganisha na yeye, kujilinganisha na yeye kama vile inavyostahili, kukusanyika katika jina lake kama vile inavyostahili? Tunajua kwamba inaandikwa, wengi watakuja katika siku ile na kusema, hatukufanya hiki na kile katika jina lako? Naye atasema, siwajui, sawasawa na Mathayo sura 7 mstari 23. Kunapaswa kuwa watu ambao jina hilo lilifunua kwao kupitia Roho, watu ambao wanaojua maana ya jina la Yesu. Utampa jina la Yesu, naye ataokoa taifa lake toka dhambi zao, sawasawa na Mathayo sura 1 mstari 21. Hao ni watu ambao waliofanya mazoezi ya Bwana. Leo muda kidogo mbele ya makusanyiko nilisikia kanda moja na kisha ingine na ingine kwa nusu na ingine yote kwa ujumla. Mnajua ya kwamba tofauti iliyo katikati ya masaha ndiyo inafanyaka ili uweze kukomboa hizo saha 7 zilizo katikati na zilizo tofauti. Na niweza kuamka asubuhi sana nikasikia mmoja akizungumuza kuhusu ngurumo 7 na mwingine pia. Na wakati wa safari nilisoma yale niliyopewa huko Singapore, na naweza kusema na natumaini ya kwamba mnaona mambo kwa namna moja. Tunakamata kwa moyo wote na kwa makini sana yale yote ambayo inayoandikwa katika neno la Mungu na yale yote ambayo tulioletewa na kutangaziwa kupitia vinywa vilivyotumwa. Hiyo inamaanisha ya kwamba Mungu alituzungumzia kupitia neno lake, na tunaamini ya kwamba alituma mtumishi wake na nabii ili aweze kuturudisha kwa neno hili. Lakini inaumiza, kama vile nilivyosoma leo katika kitabu cha Mihuri 7, wakati ndugu Branham anaposema ya kwamba mnapaswa kutofautisha kama ni Bwana anasema au kama nilisema kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Na hiyo ni hatua ya lazima sana. Kuna kitu fulani cha kilindi katika matamshi hayo. Kweli yote ilikuwa ni ufunuo, yote yalikuwa ya lazima, au aliweza kusema hapa au pale kitu fulani ambacho kilichokuwa kikitoka kwake mwenyewe na si kutoka kwa Bwana? Na sasa mtu fulani atauliza kama hii inawezekana. Tuko katika hali gani sasa? Nani ambaye atakayeweza kujaribu na kusema ya kwamba hii ni ufunuo na hii si ufunuo, ya kwamba hii inatoka kwa Mungu na hii haitoki kwa Mungu? Kama vile nilivyosema leo, niliweza kuwa na wakati tangu saa 12 na dakika 15 nikasikia nikiwa katika msimamo mzuri, na hakuna kimoja katika yale yaliyosemeka katika mahubiri juu ya ngurumo 7. Kwanza kulikuwa wajumbe 7 katika vizazi 7 vya kanisa,
ilikuwa ni sauti saba ya ngurumo saba, na kisha ilikuwa ni bibi harusi katika siku za mwisho, matunda ya ujumbe, ngurumo saba, na hiyo ilikuwa ikitoka katika hatua moja mpaka hatua ingine. Hapana, sitaki kuhukumu hiyo kwa sababu sikutuma kwa ajili ya hiyo, lakini kwa ajili ya kuongezea wazo hili, hiyo inanihusu sana sana, kwa sababu ninawaza ya kwamba tumefika katika kiwango cha hatari, hatua ya muhimu sana. Tulifanya yote ambayo tunayoweza ili tuweze kugawa na kutangaza ujumbe. Tuliweza kujizuiza na matafsiri yote, kwa maana tunajua ya kwamba hakuna mtu ambaye aliye na haki ya kutafsiri ila Mungu peke yake. Mungu peke yake. Na wakati Mungu anapofanya kitu fulani, anahitaji ya kusaidiwa, tutaweza kuisikia sisi sote na tutaitambua na kujua ya kwamba huo ni mkono wa Bwana. Ndugu ambaye niyesoma kitabu yake alienda mbali sana, ni mtu wa Singapore. Aliandika ya kwamba hizo ngurumo saba zitaonekana kupitia wanaume wa saba ambao watakao safiri katika ulimwengu mzima, na kwake ilikuwa ndiyo maana ya ngurumo saba, ya kwamba wandugu wa saba ambao watakaopakaliwa, ambao watakuwa katika roho moja, na ambao kitu fulani cha kipekee na cha nguvu kitafanyika kupitia wao. Lakini Mungu peke yake ndiye anajua ni tafsiri ngapi inayofanyika katika maneno hayo. Naweza kusema waziwazi na kwa moyo njema, kuna matamshi tofauti iliyotoka katika kinywa cha ndugu Branham inayohusu maneno hayo, na hiyo inafanya hiyo kitu kuwa ngumu sana. Kama kungeliweza kuwa tu matamshi mamoja, kama kungekuwa tu uwezo moja, hapo sasa hakungeliweza kuwa mambo iliyo tofauti ya kupingana. Lakini tangu wakati matamshi mengi yanapofanyika juu ya kitu fulani kimoja, hapo sasa unakuwa na uwezo wa kuchagua, na pia unaweza kufanya uchaguzi mbaya au kuchagua vibaya. Na ndiyo maana swali hii ya makini sana inakuja ya kwamba namna gani tunaweza kujua katika uhakika wote yale ambayo iliyo ya kweli, yale ambayo iliyo ya haki. Na hapo hatuwezi kufanya tofauti ila kuweza kuwazia ya kusema ya kwamba ni vema kuweza kurudi kwa neno la Mungu ili tuweze kupokea jibu la mwisho na linalokubaliwa milele na milele kutoka neno la Mungu alo lenyewe. Hakuna namna ingine, hakuna uwezo ingine. Na kama wakati ambao tumefika ndani imekuwa ya hatari sana, na ndugu Schneider aliweza kuyasema pia. Tunasikia ya kwamba wakati unafika kwa mwisho wake, na ninaiamini kwa moyo wote, nasi tunaiamini sisi sote, na hivyo hivyo tunaamini ya kwamba Mungu atamaliza kazi yake. Ndiyo, anapaswa kuimaliza, na sio kwamba anaweza kuifanya kama vile shurti. Si kuambia Mungu yale anapaswa kufanya, lakini yeye alianza na yeye atamaliza. Tuwazie kwa mfano kama ndugu Branham anaweza kuwa na haki katika yale aliyosema ya kwamba ngurumo saba, wala ngurumo siku zote inakuwaka sauti ya Mungu. Siku zote ngurumo ni sauti ya Mungu. Hiyo ndiyo ninayoamini zaidi katika yote ambayo iliyosemeka tangu wakati ule, ya kwamba Mungu na ni Mungu ndiye anayezungumuza, na wakati anapozungumuza hapo kitu kinafika, wakati anapoagiza hayo kitu kinaonekana. Na sasa inawezekana ya kwamba kitendo cha mwisho cha Mungu ndani ya kanisa ikiambatanishwa na neno la hapo hapo la Mungu kama vile ufunuo wa kiungu, ya kwamba hayo tuweze kuipewa na iweze kutoka katika vinywa vyetu, na yale aliyosema yaweze kutamkwa kwa damu na ya kukazilia katika jina la Bwana. Mnaelewa hayo?
Sikuweza kutayarishwa kwa ajili ya hiyo, kwa sababu niweza kusikia sana, lakini tena na tena inaomba kuweza kusikia yale ambayo watu wengine wanaosemaka, ili tuweze kukaribia mambo hayo. Mniamini, hayo yananigusa sana kwenye moyo. Nikusema haihusu mimi peke yangu au watu fulani ambao walio hapa leo. Inahusu kwamba inahusu bibi harusi katika ulimwengu mzima, na kila mtu anaweza kuwaza yale anayotaka na kuweza kupanga swali jinsi anavyotaka, lakini wakati itakapohusu kweli kurudi kwa kiwango ambayo wandugu wote katika ulimwengu mzima, ya kwamba hakuna mmoja katikati yao aliyepokea mwito wa hapo hapo, na hakuna mmoja wao aliyepokea kutumwa kwa hapo hapo, na muniamini au hapana, watu wanangoja ili Mungu asonge mbele na ambalize kazi yake. Wakati napowaza ya kwamba kama vile nimekwisha kusema, mambo mengi yalisemeka bila hata kufikia kwa maoni mamoja. Akili yetu inakuwa tofauti. Wakati tunapozungumza kuhusu maneno fulani, tunakuwa macho ili kwa mwisho kuweze kuwa picha iliyo wazi kuhusu yale yaliyosemeka na kuhusu yale ambayo yaliyo waziwa au kutamkwa. Na kama kwa mwisho wa mafundisho, kama picha iliyo wazi na lugha ambayo usiyoweza kuonywa, kama haionekani, mnajua ni yani nataka kusema. Na hapo sasa utakuwa na wazo ya kwamba ungana na kosa kitu fulani, na utajua ya kwamba mambo haijafika kwa kiwango yake ya juu, na kwamba haijamalizika, lakini tunaamini ya kwamba Mungu atamaliza kazi yake. Na kama vile nimekwisha kusema, ninataka niweze kusoma hiyo kwa mafupi hapa, kwa maana hayo yaliweza kunihuzunisha sana, na akose ninaweza pia kuyatamka hapa. Leo tuko nyumbani, si lazima kuweza kuhubiri siku zote, inaomba pia kuweza kuzungumuza uso kwa uso. Hakuna kitu kinachoweza kunigusa zaidi ila kuweza kutambua kwamba ndugu Branham aliweza kusema mambo tofauti juu ya kitu kimoja. Hakuna kitu kinachonipasua tena kwa ndani sana kama vile kuweza kukubali hapa pia ya kwamba mambo fulani yanapashwa pia kuwekwa katika utaratibu na kuweza kupangwa tena. Ningelihitaji ili yote tuweze kuwa tuliletewa kwa namna iliyo wazi na ya kupangwa vizuri, ili tusiweze kuwa na kitu fulani cha kuweza kupanga hapa sisi, lakini tuweze kuwa na kuona kwa ujumla ya ujao, ikiwa pamoja na utaratibu na kupangwa kwa kiungu, na kwa mwisho kwa mambo yote ambayo yapasha kuwa na namna ingepasha kutembelea katika utaratibu. Kwangu mimi ingekuwa ni sababu ya kushangilia na kuweza kurukaruka na kushangilia na kufurahi. Sijui kama ingeweza kuruka mpaka kwenye vibambazi, lakini niweza kuruka kwenye madhabahu haya. Mbele nilikuwa mtu wa kukimbia sana, na nilikuwa vizuri katika hizo makazi zote za mchezo za kukimbia, lakini leo sasa haiko vile. Na hivyo kama vile katika unabii wa kibiblia mambo yaliweza yalisambazwa sana, na sitakie mtu kibaya anayesema mimi sisikie kitu fulani hapa ya kwamba sishipate tena ndani ya mambo haya. Tuliweza kuchunguza hapa mara ngapi ilikuwa ikisemeka katika Agano la Kale kuhusu kuja kwa kwanza kwa Kristo na kuja kwa pili kwa Kristo, na pia kuja kwake kwingine. Mkamate kwanza Malaki sura 3 mstari wa kwanza. Hapo haiandikwe tu ya kwamba tazama, ninatuma mjumbe wangu mbele yangu,
ili atayarishe njia yangu mbele yangu. Lakini pia inaandikwa ya kwamba atakaa naye atasafisha wana wa Lewi na kadhalika na kadhalika. Na hiyo inasemeka katika maneno mamoja, moja baada ya ingine, katika maneno mamoja. Ndiyo, wakati wa kuja kwa kwanza, sehemu ya kwanza ilitimilika, na wakati wa kuja kwa pili sasa sehemu ya pili itatimilika. Na ijapokuwa hayo yalisemeka katika maneno mamoja, au pia milima itaruka. Na sasa ninyi milima mliona nini ili muruke, nanyi vilima vidogo ili muruke? Sawa sawa na Zaburi 114 mstari wa 6. Kuna mambo mengi na ningetaka niweze kuwa na wakati wa kuweza kuyasema, lakini kamata mfano hapa, kitu fulani ambayo niweza kusoma hapa sasa hivi nilipokuja hapa ndani ya kitabu cha Mihuri kwenye ukarasa wa 46 inaandikwa, jina la Yesu hapa duniani ilikuwa ni Mwokozi. Yesu hapa duniani, yeye alikuwa Mwokozi. Hiyo ni kweli. Lakini wakati aliposhinda kifo na kuzimu, wakati alipoishinda na alipopanda mbinguni, alipokea jina lingine mpya. Hiyo ndiyo sababu ambayo wanawaka sana, na ijapokuwa hawapokei kitu fulani, ya kwamba itafunuliwa katika ngurumo. Hayo ni matamshi ya nguvu sana. Wakati naposoma katika maandiko matakatifu, ninaona ya kwamba kwa mwisho, wakati kumalizia itakapokuja, kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Itakiri nini? Itakiri nani? Itakiri nani? Kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, mpaka kwa kumalizia ya mwisho, mpaka adui wa mwisho aweze kuwekwa chini ya miguu yake. Na itakuwa hivyo ya kwamba katika jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe, wale wote ambao walio mbinguni na hapa duniani. Kuna watu ambao wanaosemaka ya kwamba ndugu Branham alisema hapa ya kwamba jina mpya lishakafunuliwa, ya kwamba alipokea na kwamba itafunuliwa katika ngurumo. Siwezi kuhesabia majina zote ambazo ziliweza kuandikwa na kutangazwa, lakini sasa swali ni ya kujua namna gani tunaweza kupanga hayo kwa namna ya kibiblia. Hiyo ndiyo swali, na ni kazi ya lazima ambayo Mungu aliyotupatia, na siwezi kufanya tofauti. Mungu anisaidie, Mungu anisaidie, siwezi kufanya tofauti. Mimi nafungwa kwa Mungu na kwa neno la Mungu kwa wakati huu na hata milele na milele, na hiyo inapaswa kutokea wazi wazi kwa neno la Mungu. Na katika neno la Mungu hawezi kutoka katika matamshi mamoja kwenda kwa matamshi mengine, na kwa nukuu moja mpaka nukuu ingine. Inaomba kurudisha mambo yote kwa neno la Mungu, na sijui kama niweza kuiandika, lakini hapana, sitaiandika. Lakini nataka kuwaonyesha kutoka neno la kutoka maandiko matakatifu ya kwamba itawezekana na itaweka katika matendo wakati kundi la washindi itakapofunuliwa na itakapokusanyika. Amina. Ufunuo sura 3 mstari wa 12. Ufunuo sura 3 mstari wa 12. Yeye anayeshinda nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, naye hatatoka tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la muji wa Mungu wangu, Yerusalema mpya utakaoshuka toka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Mstari wa 13. Yeye aliye na sikio asikie ambalo Roho anaambia makanisa. Hiyo
ni moja ya ahadi 7 inayoambatanishwa kwa vizazi au kwa mabarua 7 aliyoambiwa kwa kanisa, kwa kila kizazi cha kanisa, kama vile andikwa pia katika Ufunuo sura 2 mstari 25, 26 na 27. Ufunuo sura 2 ninashilinganisha na ahadi ambayo iliyopewa kwa washindi katika vizazi tofauti vya kanisa na ambayo itaweza kupewa kwa ujumla kwa washindi wote kwa mwisho. Hapa inasemeka katika Ufunuo sura 2 mstari wa 25, lakini mlicho nacho shikeni hata nitakapokuja. Sura 26, na yeye anayeshinda na kutunza matendo yangu hata mwisho, nitamupa mamlaka juu ya mataifa. Sura 27, naye atawatawala kwa fimbo ya chuma kama vyombo vya mfinyanzi vinavyopondwa, na kadhalika na kadhalika. Tunajua vizuri ya kwamba ahadi hii inalinganishwa na utawala wa Kristo katika ufalme wa miaka 1000. Mnaweza kukamata kila ahadi yoyote katika mabarua 7 vya kanisa, na hakuna moja yake itakayotimilika mbele ya unyakuo. Hakuna moja yayo. Kila ahadi ilipewa kwa kundi la washindi, wakati kundi la washindi likapoonekana wakati wa kuja kwa Bwana, wakati wa kurudi kwa Bwana Yesu, wakati waliokufa watakapofufuka na tutakapokuwa tumegeuzwa na kubadilishwa na kunyakuliwa kwa Bwana. Yale yote yaliyopewa kwa washindi itapewa kwa wale ambao watakao kuwa wameshinda kupitia damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Watariti mambo yote yaliyoahidiwa kwa washindi, na sio mbele na sio nyuma. Ni hivyo, sitaki kuongeza ya kwamba hivi ndivyo maandiko yanasema, lakini andikwa hivyo, nayo yanasema hivyo. Na kwetu sasa ni lazima sana, ili tusiweze kupanga mambo tena kwa namna fulani na kuweza kuyapanga kwa wakati fulani, lakini tuweze kuyaacha mahali yalipo na mahali ambapo Mungu aliyaweka. Na wasomea pia ahadi iliyopewa kwa kizazi cha mwisho cha kanisa au kwa washindi wa kizazi cha mwisho cha kanisa, na itatuonyesha vizuri vizuri hayo yanamaanisha nini na ni wakati gani hayo yatatimilika. Ufunuo sura 3 mstari wa 20. Tazama, ninasimama kwa mlango, ninapiga hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja nami. Tazama sasa ahadi inayopewa kwa washindi. Mstari 21. Yeye anayeshinda nitamupa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha ufalme, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha ufalme. Kitu hii nayo pia itageuka kuwa uhakika wakati muda utakapofika na sio mbele. Na tunajua kwamba Kristo kama vile mwana wa Daudi atakaa kwenye kiti cha utukufu wake, juu ya kiti cha utukufu wake, na sasa iko kwenye kiti cha Mungu mbinguni. Na wakati utawala wa miaka 1000 itakapoanza, ndipo atakaa kwenye kiti chake na sisi pamoja na yeye, kama vile na yeye alivyoshinda akakaa kwenye kiti cha Baba yake. Wale wote ambao watakao shinda pamoja na yeye watakaa kwenye kiti chake, na kiti hicho ni kiti cha Daudi. Oh, hiyo inafurahisha, inaleta furaha katika moyo. Kama unatazama hiyo kitabu cha uzazi, unapata pale matamshi iliyo wazi nayo inayokamatika, inayosema ya kwamba Yesu Kristo mwana wa fulani, mwana fulani. Inaandikwa kwamba mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu, na hapo ndipo mambo ya lazima inaanziaka. Mathayo 1 mstari wa kwanza. Hasa kwa sababu gani watu hao wawili waliweza kutamkwa katika hiyo kitabu cha uzao
ya Kristo na sio watu wengine na si zaidi ya wengine. Hapa Mathayo sura 1 mstari wa kwanza, kitabu cha kizazi cha Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu na kadhalika. Abrahamu alikuwa baba wa Isaka na kadhalika. Sasa kwa sababu gani hao wawili? Kwa sababu gani hao wawili waweza kutamkwa kitabu cha kizazi cha Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu? Na kulikuwa wengi pia ambao walikuwa katika hiyo uzazi wake, lakini hapa hawa wawili waweza kutamkwa. Ona jinsi ni ajabu. Abrahamu alikuwa amepokea kutoka kwa Mungu ahadi kwa ajili ya Isaka, na Isaka naye aliweza kuonyeshwa kwa namna inayokamatika akichukua makuni kwa ajili ya madhabahu ambayo ilikuwa imejengwa, ambayo angepashwa kutolewa kama vile zabihu. Na Kristo mwana wa ahadi aliweza kuchukua msalaba ambayo pasha kusulubishwa juu yake. Hapa ahadi na hapa ahadi, hapa baraka na hapa baraka, hapa kuchukua msalaba na hapa kuchukua msalaba. Ilikuwa namna gani kuhusu Daudi? Sasa Mungu alikuwa amemwambia kwamba hautakosa wa kufuatana na wewe kwenye kiti chako cha ufalme, na kiti chako cha ufalme kilisimamishwa milele na milele. Nami nitakupatia ahadi, nitawapatia ahadi zisizoweza kutikisa za Daudi, zilizopewa kwa Daudi, ahadi zisizoweza kuvunjwa, kwa sababu inahusu uzao wa dunia hii. Mungu hakuacha hata ahadi yake moja kuvunjwa, iwe kwa ushindwa kwa mwanadamu au kwa kitu kingine. Mungu alitimiza mpango wake, watu waweze kuwa walishindwa au hapana. Mungu hawezi shindwa, na mpango wake ni mpango wa milele, nasi tupasha kuingizwa katika mpango huu. Amina. Lakini sasa turudi kwa maneno mengine ambayo tuliweza kugusa, ambayo iliyonigusa ni kusema kuingizwa katika mihuri, mahubiri mbili ya kwanza ambayo iliyotangazwa mbele ya muhuri wa kwanza. Mungu aliyejificha akijifunua katika unyenyekevu. Hiyo ni mahubiri ya kwanza. Ya pili na amini, ndiyo mnaweza kuichunguza ninyi wenyewe. Kweli hapa maneno ya kuingizwa katika muhuri au maneno ya kwanza ya muhuri inasemeka hapa katika ukarasa wa 17 na 8 chini hapo kwa mwisho, wakati mihuri ilipovunjwa na siri ilipofunuliwa, malaika mjumbe alishuka. Kristo anaweka mguu wake kwenye udongo na ingine mguu kwenye bahari, akiwa na upinde juu ya kichwa chake. Mkumbuke ya kwamba huyo malaika wa saba iko duniani wakati wa kuja kwake. Hiyo ni matamshi ya ajabu, niliweza kuonyeshwa kwa bakazo ili waweze kujua kama na mimi nina amini hayo hapana, ya kwamba kama Kristo yeye kama vile malaika wa agano alikuja wakati mjumbe wa saba wakati alipokuwa hapa duniani. Mtu ambaye anayesoma hiyo anaweza kusema ya kwamba hii ndio ndugu na nama alisema, aweze kutafsiri kwa namna nyingine na kuonyesha kwa namna nyingine, lakini hapa inaandikwa waziwazi ya kwamba mkumbuke ya kwamba huyo malaika wa saba iko duniani wakati wa kuja kule au wakuja ile. Sasa mnawazia nini kama niweza kuwaonyesha ya kwamba huyo ndugu Branham mmoja anasema ya kwamba Kristo anakuja kwa Wayahudi katika wakati ule sawa sana Ufunuo sura 10, na kwamba kanisa itakuwa imemalizika katika wakati ule. Ninawasomea ukarasa 17 na 6. Kitabu kilichofunikwa kwa mihuri saba kinafunuliwa katika wakati mmoja, kama vile hiyo ngurumo saba za Ufunuo sura 10. Ufunuo sura 10 tuifungue ili muweze kuona uhusiano mbele tuweze kuendelea. Hayo inalinganishwa na wakati wa mwisho. Sasa kuna kuja hii andiko ya Biblia, Ufunuo sura 10 mstari wa kwanza. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka toka mbingu, akivikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Sasa twende sasa kwa ndugu Branham. Kama mliweza kuwa makini sana kwa matamshi hayo,
Kristo katika Agano la Kale aliitwa malaika wa agano. Sasa anakuja kwa Wayahudi, kwa maana kanisa litakuwa limemalizika. Ndiyo, ndugu Schmidt anasema, ndiyo, unasema ni kweli, ndiyo, haleluya. Oh, anasema kwa sauti kubwa. Ungelipasha kusema amina, sivyo mbele? Ndiyo. Tazama sasa hatua ya muhimu sana. Watu wote wanaijua. Hao ndugu Branham alisema, anasema tazama hapa. Mweza kuisoma. Alisema ndani ya Waroma 11 pia inashuhudia. Na ni wakati hesabu ya mataifa itakapokuwa imeingia, ndipo sasa Mungu atarudilia taifa la Israeli, sawa sawa na Waroma sura 11 mstari 25. Mnatambua hayo na kuyafahamu. Kwa wakati mmoja anasema kwamba malaika wa saba iko duniani wakati hiyo itakapokuwa imalizika. Na hapo sasa inasema kwamba malaika wa agano atarudi kwa Wayuda au kwa Yahudi wakati unyakuo utakapokuwa imalizika. Hasa unataka kambata nini hapo? Moja au ingine. Lakini kwa kuunganisha mambo hayo mawili, lakini sio ninyi, lakini mnataka kushukuru Mungu. Ndio. Singeliweza kose kuwa na hali ya kuweza kuwa na hali yangu ya kawaida leo kama singeliweza kuwa na mashida hizi. Mnaweza kushukuru Mungu kwa sababu tunaweza kukaa na kusikia na kupokea neno la Bwana ndani yetu. Lakini msijisumbue. Tuliweza kuwa na kitu moja tu ndani ya moyo, ni kuweza kusimama mbele ya Mungu na kuweza kutangaza yale ambayo Mungu aliyosema sawa sawa na neno lake. Amina. Naamini ya kwamba tuliweza kuyatamka waziwazi. Haiwezekane kuweza kuchukua manukuu zilizo kama vile zinafichwa katika picha moja. Tutaweza kuleta shida katika mambo hayo. Kila neno linapaswa kuwekwa katika hali yake ya maandiko matakatifu, yanapaswa kuingizwa katika ushuhuda ya ujumla ya ujumbe na ya neno la Mungu. Na ni hapo sasa ndipo yote itaweza kuwa ya haki bila hata kuwa na mahali pa kujisumbua. Na wasomea pia nukuu ingine hapa kwenye ukarasa 79. Hapo inasema kupitia Roho wa Mungu anapaswa kufunua siri zote za Mungu, akirudisha imani ya wana wa Mungu kwa imani ya wababa wa mitume. Na hapo tunaweza kusema amina. Tunaweza kusema amina kwa sababu haiwezi kuwa kitu kingine ila kurudishiwa kwa mambo yote iliyokuwa kwa mwanzo. Na kisha inasemeka katika mwendeleo, ijapokuwa moja wa malaika hapa duniani na mwengine malaika wenye nguvu anashuka. Mnaona, moja na wa dunia, malaika anamaanisha kwamba mjumbe, na hapa moja anashuka toka mbinguni akiwa na upinde. Ni kusema sanduku la ni kusema upinde juu yake, na hiyo haiwezi kuwa tofauti ila ni Kristo. Hapa kama tulisoma katika Ufunuo sura 1, akitembea katikati ya vinara 7 vya dhahabu. Ufunuo 1 mstari wa 13. Hapa Ufunuo sura 4 mstari wa 3, na yeye aliyeketi alifanana jiwe la yaspi na sardio. Katikati ya wakati iliyo katikati hayo mawili atarudi sawa sawa na Ufunuo sura 10, wakati atarudi ili siri zote zote kuvunjwa na ili mihuri yote kufunuliwa, na aweze kutangaza ya kwamba sasa mwisho unafika, wakati unafika kwa mwisho wake. Na alisema wakati sauti ya malaika wa 7 itakaposikilikana, siri ya Mungu itafunuliwa. Ni wakati malaika ataonekana, kitu fulani kiko tayari kuweza kufika, na ni kweli. Sitaki kuendelea na kusoma sasa na kuweza kuendelea kuwasumbua sana au kuweza kujaza wakati na mambo hayo. Nitaka kusema kitu moja tu. Kila wakati naposikia mambo fulani ambayo inayotafsiriwa
na kutumikishwa ikilinganishwa na matamshi ya ndugu Branamu au yanayotangazwa katikati ya taifa, hapo ninahuzunishwaka sana. Kazi ya Mungu haiwezi kuwa tofauti. Mimi siwezi kuwa tofauti na kazi ya Mungu, siwezi kuenda mbali na kazi ya Mungu. Mimi ni sehemu yake, ninaanguka pamoja nayo, ninasimama pamoja nayo, na inakuja pamoja nayo, na wakati napobarikiwa nami ninabarikiwa. Na kama hakuna kitu kitakachofanyika, hakuna kitu kitakachofanyika kwa ajili yetu au kwa ajili yako au kwa ajili yangu. Sisi tumegeuka kuwa sehemu ya kazi ya Mungu, na tunatumaini ya kwamba kwa mwisho tutaweza kupata sehemu katika neema ya Mungu, na kwa neema hiyo tutaweza kubaki kuwa wa kuvumilia, na tusiweze kuwa watu wa sehemu ya utafsiri, lakini tuweze kugeuka kuwa sehemu ya ufunuo kama vile Mungu aliyoahidi. Pia niweza kusoma katika gazeti au maneno yao sema kuhusu huduma ya ndugu Branamu, pamoja na hema na pamoja na hiyo nyumba kidogo. Katika hiyo hema kidogo kulikuwa mlango kidogo, na kisha nikaona ya kwamba kulikuwa hema ambayo ilikuwa ikifanana kama vile katedrali, na kulikuwa watu kwa kuume na kwa kushoto na juu ya madhabahu. Na kama unaweza kutazama hiyo chumba sasa, kama unaweza kusimama hapa na huko kitu fulani kwa mwisho kwa kushoto, kulikuwa chumba kidogo ambayo inayozungukwa na upango, na watu walitaka waweze kukusanyika, na watu ambao waliweza kutaka kupona waliweza kukusanyika karibu na chumba hicho, na hayo ilikuwa ikienda mpaka nje, na wote walitaka waweze kupona, na hayo ilikuwa ikionekana kama vile ndio sehemu ya mwisho. Na malaika ambaye aliyekuwa akimzungumzia akasema, aliyekuwa akimzungumzia akaambia ndugu Branamu huko, akasema waziwazi ya kwamba aliona kidole cha malaika, na malaika alimwambia ya kwamba ni hapo ndipo nitakutanana na wewe na nitakuambia mambo mengi, na pia mambo mengi yanafanyika pamoja na mazoezi hayo. Inasemeka pia kwa namna ambayo inayosemeka kuhusu, wanasema pia kwamba kutakuwa ufufuko wa ndugu Branamu na kurudi kwake ili aweze kumaliza sasa huduma yake. Sasa nauliza swali hii sasa, hiyo maneno inaonekana wapi katika maandiko matakatifu? Tunajibu njema ndani ya nabii Isaya kwenye Isaya sura 28 ya kwamba Bwana yeye mwenyewe atasimama yeye mwenyewe kama vile wakati wa Gabaoni, na katika wakati jua liposimama, na wakati jua liposimama, na Bwana mwenyewe atasimama na atamaliza kazi yake mwenyewe, na wakati sauti yake itakaposikilikana kama vile ngurumo, na wakati sote tutaweza kushikwa, hayo sasa haitaweza kutuhusu sisi. Lakini sema hii kwa sababu yangu, lakini si kwa sababu hii ni kweli. Nilisikia wakati moja sauti ya Bwana kama vile ngurumo katika wakati ule, na msiniulize namna gani nasikiaka. Niliweza kuwaza ya kwamba ilikuwa inapasha kunifikia, na wale ambao hawajawahi kwenda huko Uswisi hawajui upepo au ngurumo wa namna kama hiyo na maisha nini. Inasambazwa katika mahali pote na kwa kiwango hautaisikia tena, lakini ngurumo inayopiga kwa namna moja na inafuatana na upepo kubwa, na hiyo ndio sauti ilikuwa hiyo ya ngurumo. Nakumbuka vizuri, ilikuwa iwe siku hiyo yenyewe au kesho yake, huyo dada Brigitte alipoweza na dada Hans walipoweza kuwa na ndugu Brigitte na ndugu Hans walipokuwa wakioana, na ni hapo ndipo niweza kuingia huko upokea ile telegram huko ya kutoka huko Ujerumani, na lakini mpasha kwenda huko Denmark, lakini singeweza kuyawazia kwa sababu wakati napoandikwa katika Injili ya Yohana ya kwamba kundi kasema ya kwamba ni ngurumo, na jibu wakati ipokuja, nilikutukuza na nitakutukuza tena. Ninajua kwa mazoezi mimi mwenyewe inamaanisha nini. Wakati ngurumo hiyo inapofunga masikio na yenye nguvu
kama vile sijawahi kuisikia kwa mara moja huko Uswisi, katika milima mahali kunakuwa hali hatari. Wakati hiyo sauti ilipotokea na wakati ilipoanguka kwa upande wa kushoto, ninajua ya kwamba sauti ya Bwana iko kama vile ngurumo. Haikuwaka hivyo siku zote, au haikuwake hivyo siku zote. Kuna kwaka pia sauti pole na ya ukimya. Mungu anaweza kuzungumza kwa namna tofauti. Mungu anaweza kuzungumza kwa namna nyingi, lakini naamini ya kwamba shaka soma katika kitabu cha ya Ayubu, inaweza kuwa kwenye sura 37 au mahali ambapo Bwana anasema, au mahali tunapoambiwa Ayubu 37 mstari wa 2, musikilize kelele la sauti yake na kelele linalotoka kinywani mwake. Mstari wa 3, angalitoa liende chini ya mbingu zote na radi yake hata mwisho ya dunia. Mstari wa 4, nyuma yake sauti inanguruma, ananguruma kwa sauti ya ukubwa wake, hazuizi umeme wakati sauti yake inaposikiwa. Mstari wa 5, Mungu ananguruma kwa kustaabisha kwa sauti yake, ndiyo anafanya maneno makubwa tusiyoweza kufahamu. Naendelea, niko nasoma hapa, ndiyo ninasoma ndani ya Ayubu 37 mstari wa mwisho, ambayo ninayosoma sasa ni mstari wa 5. Mungu ananguruma kwa kustaabisha kwa sauti yake, anafanya maneno makubwa tusiyoweza kufahamu. Ndiyo, hiyo siyo ufunguo ambayo Mungu kwa mwisho, kwa namna ya nguvu, katikati ya bibi harusi, kwa namna ya nguvu anaweza kuzungumuza kwa namna ya nguvu. Nataka kusema anaweza kuzungumuza waziwazi, na nawaza ya kwamba hakuna mtu atakayekuja akisema ya kwamba Mungu alizungumuza mahali fulani kwa ngurumo, lakini nataka kusema ya kwamba wote walisikia ya kwamba Mungu iko katikati ya taifa lake, na kwamba anajifunua na anatimiza mambo ambayo siyoweza kuelezeka na kueleweka. Mnajua ya ndugu Branham, ambaye aliyeweza kuweka matumaini makubwa ndani ya hayo alikuwa, lakini tunaweza kufika sasa kwa hatua ambayo hatuwezi kusahau, kwa maana inasemeka kwamba Mungu atazungumza na atatenda kwa namna ya nguvu kwa mwisho, na tunasema amina na ndio. Na wakati anaposema ya kwamba sauti yake iko kama vile ngurumo, na hapo tunasema ndio na ni amina. Wakati anaposemeka ya kwamba anafanya mambo ya nguvu nayo inayovuka ufahamu wetu na kuelewa kwetu, hapo pia tunasema amina na tunayangoja. Lakini kama mtu fulani anataka kutuonyesha mbele Ufunuo sura 10, na ijapokuwa itatimilika baadaye, hapo sasa tunakuwa na mashaka ya kuweza kuikubali. Hatuwezi kuyakubali hapo sasa, miguu yetu inakuwa kilo na hatuwezi kufuata kama vile tungeliweza. Ilifanyika hivyo tu, ni kwamba kwa ndani tulisimama mbele ya Mungu ili tuweze kupanga mambo kwa namna ya Biblia, na hayo yanapaswa kubaki hivyo mpaka mwisho. Sikutaka akose kusema jana jioni, lakini au sikuweza kuambia jana jioni, wakati ndugu Branham alipoanza huduma yake aliweza kukubaliana na Bwana kitu fulani. Naamini kwamba shaka sema hiyo. Alikubaliana na Bwana mambo fulani. Na moja ya mambo hayo ilikuwa ni kwamba kama makusanyiko haingeliweza kujazwa, kama hakungelikuwa hakuna hata uwezo tena ya kuweza kutimiza hayo, kama kungekuwa kama hakungeliweza kuwa mambo ya kuweza kusaidia kwa namna ya pesa, angeliweza kusimama na kuachia pale. Lakini mimi niambia Bwana, nami nimwambia mambo matatu wakati nilipokuwa na umri wa miaka 18, na wakati nilipomtakasia maisha yangu. Nilikuwa nikijua kwamba nilikuwa nimeitwa ili niweze kutangaza neno, hata kama nilikuwa bado kupokea hiyo mwito hapo, lakini nilikuwa nikijua kwa namna moja namna nyingine ndani ya moyo wangu. Moja ya mambo hayo matatu ilikuwa ni haya, ni kwamba Bwana Mungu ambaye aliyeniita kutangaza neno lake
aweze nilinda mpaka mwisho, ili nisiweze kutangaza kitu fulani, ambacho hakiwezi kusimama mbele yake. Amina. Na wakati unapoisema kwa namna hiyo, au kwa wakati unapoweza kumwanga machozi mengi na unapoguswa kwa ndani, na unapoweza kupima mambo fulani au kupima kazi ambayo inayotungoja, hayo haikuwake kitu chepesi au kitu kidogo. Kwangu mimi haihusu kwamba makusanyiko yaweze kusaidiwa kwa namna ya kipesa au hapana, lakini ya lazima pia ni hiyo pia. Lakini yale nigusa, nisindikiza katika maisha yangu yote ni uhusiano pamoja na neno la Mungu, bila kupita pembeni, bila kushakia, bila hata hesabu. Ndiyo, hesabu inapaswa kuwa ya haki. Kama haitembee sasa, ni kusema haitembee. Ndugu Rus, wa ndugu yangu wote, ndugu Rus, ndugu Schmidt, wa ndugu yangu wote walio hapa, naamini ya kwamba hii mstari wa 5 wa Ayubu 13:7, hiyo nayo ni funguo. Ndio ndugu Schmidt, hiyo ni funguo. Kama hivyo nisema, ndugu Branham alikuwa ni nabii. Tunajua hiyo si sote. Hakuna nabii hapa duniani aliyekuwa kama vile yeye hapa duniani. Alikuwa kama vile Musa, alikuwa kama vile Elia, alikuwa zaidi ya Petro, alikuwa zaidi ya Paulo. Alikuwa na alama ya Masia, naye alituletea mambo mengi. Ndio. Yote alifunulia yote. Na sasa ni kazi kwetu sasa kuweza kupanga mambo kama vile yanapaswa kufanyika kwa namna ya Biblia ndani ya utaratibu wa kiungu. Na manabii walikuwa hawana kazi hiyo, au nabii alikuwa hana kazi hiyo. Yeye alikuwa na kazi ya kuweza kutuletea mambo hiyo, vyombo tu. Amina. Kazi yake haikuwa ya kuipanga au kupanga mambo yote kwa namna yake mwenyewe, lakini ningependa niweze kusoma shahiri hii tena. Ona gisi natugusa pia kwa ndani, na tuweze kuikubali, tuweze kubaliana na shahiri hii kwenye mstari wa 15, kwenye mstari wa 5, Ayubu 13:7 mstari wa 5. Ayubu 13:7 mstari wa 5. Mungu ananguruma kwa kustaabisha kwa sauti yake. Mimi si nabii, mimi si mtoto wa nabii, lakini kwa neema ya Mungu niweza kupata sehemu katika neno la Mungu. Lakini sehemu kubwa linatokea katika ufunuo. Hatuwezi kukamata mambo ya kiungu kama vile unafuata mafunzo fulani ya elimu fulani au mambo ya kujifunza fulani au mambo ya kujifunza fulani, lakini mambo inayotoka kwa Mungu inatokana na ufunuo. Lakini ufunuo wa Mungu uko pale, inakuwa pale, na hapo sasa inakuja chini ya msingi wa ufunuo wa neno la Mungu. Ufunuo wa neno la Mungu haiko pembeni ya neno la Mungu kwa kuume au kwa kushoto, lakini iko katika neno na inaangaa, na hapo kunatimilika neno ya kwamba tunakubali neno la unabii linaloongaa kama vile taa inayoongaa katika mahali pa giza, sawa sawa na Petro wa pili sura 1 mstari wa 19. Kama wakati naposema katika Zaburi 13:7 mstari wa 5, Mungu ananguruma kwa namna ya kustaabisha, kwa sauti yake inastaabisha. Ndio, hiyo ni mambo ambayo haiwezi kueleweka, lakini sio ndiyo matumaini yetu ya kwamba Mungu kwa mwisho atafanya katikati ya bibi harusi mambo yanayovuka kuelewa kwetu, kama vile ndugu Branham alivyoona ya kwamba watu walikuwa wakiingia wakiwa na mkono mmoja, wanarudia wakiwa na miguu mbili. Walikuwa wakiingia katika wakiwa na mkono mmoja, wanarudia katika wakiwa na miguu mbili, na maajabu makubwa yalikuwa yakifanyika, nayo yatafanyika. Na hiyo haiwezi kutokea kwa mhubiri ambayo anayejitayarisha kuweza kutengeneza anga fulani, lakini Mungu yeye mwenyewe mbinguni anajua hapa vizuri, na sisi tuko hapa duniani. Hakuna mtu anayehitaji kuweza kuja hapa na kuweza kutengeneza anga, kwa maana anga haitaniletea kitu fulani. Nami ninahitaji Mungu, na wakati Mungu anapokuwa pale anaonekana. Unakubaliana hiyo? Kama wanaweza kuniletea tu anga hapo sasa, ujinga wa anga itaweza kupita pembeni, lakini hiyo itaenda mbali na hiyo. Mimi sasa ninahitaji hiyo. Bwana asifiwe sana. Mnajua ni nini? Kitu moja cha ajabu. Ayubu alikuwa mtu
ambaye Mungu alikuwa amepatia ahadi, ambaye Mungu alikuwa pamoja naye, lakini ambaye shetani naye aliweza kuwa akimkasirikia, ambaye shetani alikuwa ametesa na ambaye alikuwa amebomoa na alitaka ili aweze kumuangamiza. Lakini Ayubu alikuwa mtu ambaye aliyeweza kuishi kurudishiwa mara mbili kwa yale yote aliyokuwa nayo mbele. Hapa sasa wazo inanijia kwa roho ya kwamba ndani ya wakati huu tunazungumzia neno, kama Mungu aliagiza, kama Mungu aliamua kuweza kuzungumuza kupitia neno lake, aweze kutimiza yote aliyosema, hapo sasa nayo yanapaswa kuambatanishwa na kurudishwa kwa mambo yote. Hapo imani na matendo yanapaswa kukubaliana, yanapaswa kutembea pamoja. Hapo sasa Mungu anaweza kushuhudia. Hiyo ni kitu fulani ambacho kilicho cha ajabu sana. Jina la Bwana lisifiwe. Ndiyo, Ayubu aliweza kuishi kurudishiwa kwa namna ambayo ya kimaajabu sana. Kwenye sura 38 mstari wa kwanza inasema, Ayubu 38 mstari wa kwanza, alafu Bwana akajibu Ayubu toka upepo wa kuzunguka akisema, ni nani huyu anayetia mashauri giza kwa maneno yasiyo na maarifa? Mweza kusoma pia sura ingine na kadhalika na kadhalika. Uko wapi na mengineyo, mpaka kwa haya maneno ya kurudishiwa ya kimaajabu inayosemeka kwenye sura 42, Ayubu 42 mstari wa 10. Na Bwana aligeuza utumwa wa Ayubu wakati alipoombea rafiki zake. Bwana akampa Ayubu mara mbili kuliko yote aliyokuwa nayo mbele. Mstari 11, Ayubu 42. Halafu wakakuja kwake ndugu zake zote na ndugu zake wake, nao wote ambao walimjua mbele, wakakula chakula pamoja naye nyumbani mwake, wakamwomboleza na kumfariji katika mabaya yote ambayo Bwana aliyoleta juu yake. Kila mtu alimupa kipande cha fedha, vile vile na kila mtu pete za dhahabu. Mungu alimrudishia yote ambayo alikuwa nayo. Kurudishiwa nayo inaweza kuwezekana, au yale yote ambayo Mungu aliyokuwa ndani ya kanisa atairudisha. Amina. Kama vile katika wakati ule Ayubu alisema pia waziwazi, yale yaliyofanyika pamoja na Eliya na Elisha ilikuwa ni mfano inayolinganishwa na Kristo na kanisa. Yesu alisema, mutafanya mambo ambayo ninayofanya, sawa sana Yohana 14:12. Na sasa ili mambo ya ukubwa yaweze kufanyika, na ili mambo makubwa yaweze kufanyika kuliko yale yaliyofanyika, ni kusema kurudishiwa inapaswa kuanza kuonekana. Mnajua katika Agano la Kale, wakati mtu alipokuwa akisema kwamba niliona utukufu wa Mungu, hapo watu walikuwa wameona kitu fulani, walikuwa wameona wingu inayong'aa ya utukufu wa Mungu. Wakati Ezekieli naposema ya kwamba niliona wingu juu ya mto Kebari au Ulai au mahali pengine, haikukuwa tu mawazo, ilikuwa ni wingu ya kimaajabu ya utukufu wa Bwana Mungu wetu, na unayaona katika Agano la Kale lote. Wapendwa, kama siku moja tunaweza kusema ya kwamba utukufu wa Mungu uko katikati yetu, hiyo haitakuwa tu kwamba tunafurahia, tunakushangilia, lakini kwa sababu iko na kwa sababu Mungu anashuka yeye mwenyewe katika utukufu wake ili aweze kubariki taifa lake. Na naamini ya kwamba atakuwa na kanisa ambalo ataweza kutakasa na kusafisha, kanisa ambalo linalomwamini, ambalo ndani yake ataweza kutenda na kubariki kama vile anavyohitaji. Maneno haya ambayo tuliyoweza kuchunguza na ambayo iliyo katika Injili ya Yohana, wakati sauti iliposema na iliposikilikana, nataka kuichunguza na nione, ndiyo inaweza kuwa
Ndiyo, ndani ya Yohana sura 12 inasemeka kwenye mstari wa 28. Yohana 12 mstari wa 28. Baba, utukuze jina lako. Basi sauti ilitoka katika mbingu, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Mstari wa 29. Mstari wa 29, Yohana 12. Basi makutano waliosimama karibu wakasikia, wakasema ya kwamba lilikuwa ngurumo. Wengine walisema malaika amesema naye. Wamoja waliwaza kwamba ilikuwa ni sauti ya ngurumo, wengine wakasema kwamba ilikuwa ni sauti ya malaika. Wote wawili walikuwa na haki, wote walikuwa na haki. Inasemeka hapa katika mstari wa 13, Yohana sura 12. Yesu akajibu akasema, sauti hii haikuwa kwa sababu yangu. Amina. Hii sauti hii haisikilikani, haisemeki kwa ajili yangu, lakini kwa sababu yenu, kwa ajili yenu. Haikuwa ngurumo. Toka ngurumo, ndani ya ngurumo kulikuwa sauti, na Yesu anasema ya kwamba sauti hii haisemeki kwa ajili yangu, lakini kwa ajili yenu. Na ni Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele na milele. Yeye mwenyewe, kama vile nimekwisha kusema na kama vile avyoandikwa, nataka kuyasomea hapa haraka haraka, ili pia wale ambao wasiojua andiko zote za Biblia waweze kubahatisha na kuijua. Mimi mwenyewe sijui shahidi zote za Biblia, lakini zimoja ni za damani sana, kama vile hatujawahi kuyawazia. Isaya sura 28, Isaya kwanza kwa mstari wa 19. Toka wakati kila wakati napotoka litawachukua ninyi. Kila asubuhi litapita, wakati wa mchana na wakati wa usiku, na utakuwa woga sana kwa kufahamu habari. Mstari 20. Maana kitanda ni kifupi, asiweze mtu kujinyosha juu yake, na nguo ya kujifunika ni nyembamba, asipate kujifunika nayo. Mstari 21. Kwa sababu Bwana atasimama kama vile katika mlima Perasimu, atakasirika sana kama vile katika bonde la Gibeoni. Afanye kazi yake ya kigeni, na kufanya tendo lake la kigeni. Amina. Katika wakati ule hakuna nabii atakayekuwa pale, hakuna mmoja, hakuna hata mjumbe mmoja, hakuna hata mjumbe wa 8, lakini Bwana yeye mwenyewe. Amina. Naye atamaliza kazi yake pamoja na kanisa, pamoja na Israeli. Yote ambayo aliyoanza yeye atamaliza. Amina. Jina lake takatifu lisifiwe. Tusome kwa machache neno la maandiko matakatifu linalohusu ubatizo. Agizo ya kutumwa ya Mathayo sura 28 mstari 19 na Marko sura 16 nazo zinajulikana vizuri. Ndani ya Marko sura 16 mstari 16 inaandikwa, Marko 16 mstari 16, au kwanza kwa mstari 15. Marko 16 mstari 15. Akawaambia, kwendeni katika dunia pia mukahubiri habari njema kwa kila mtu. Mstari 16, Marko 16. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa, asiyeamini atahukumiwa. Imani ni shurti, ndiyo shurti ya lazima ya kwanza kwa ajili ya ubatizo wa Biblia, kuamini Yesu Kristo Bwana wetu. Ningetaka kwa maneno haya nisome andiko ambayo nilikuwa nikiwazia kusoma. Sikuwa na mpango ya kuweza kuzungumzia mambo ambayo nishaka zungumzia ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 5,
Yohana sura 5 kwanza kwa mstari wa 39 na 40. Munatafuta katika maandiko kwa sababu munazania ya kuwa ndani yao muna uzima wa milele, na maandiko haya ndiyo yananishuhudia. Mstari wa 14, wala hamutaki kuja kwangu mupate uzima wa milele. Andiko hii iliweza kunihusu sana, asubuhi hii. Kuna watu wanaochunguza maandiko matakatifu, wanajifunza ujumbe, lakini hawakuja kwa Yesu Kristo, hawafikie kuweza kupokea uzima wa Mungu. Hapa Bwana Yesu anasema, siye mimi nayesema au mtu mwingine, lakini yeye mwenyewe anasema hapa kwenye mstari wa 13, munatafuta katika maandiko kwa sababu munazania ya kuwa ndani yao muna uzima wa milele, lakini maandiko matakatifu yananishuhudia. Na kisha sasa hii matamshi hapa kwenye mstari wa 14, wala hamutaki kuja kwangu. Hasa ina faida gani kuweza kuchunguza maandiko matakatifu kama hatuwezi kupata njia ya kuweza kwenda kwa Yesu, kama hatukuje kwake, kama hatuwezi kumuishi? Hasa ina maana gani kuweza kuchunguza hii ujumbe wote kama hatukuweza kupokea na kupata Yesu kama vile ndio chanzo ya ujumbe, kama hatuwezi kukutanana naye uso kwa uso, na kama hatukuweza kuwa na mazoezi yetu binafsi pamoja na yeye? Amina. Kuna wengi ambao waliokuja na walisema, jambo Bwana, ninaamini ujumbe. Jambo mheshimiwa, ninaamini ujumbe. Na wanawaza kwamba wako kwenye njia ambayo inayoongoza katika uzima, njia ni nyembamba inayoingia katika uzima, njia inayoingia katika uzima. Mathayo 7:14. Wapendwa, neno liliweza kunigusa sana, ni vema sana, lakini inakuwa ni vigumu kuweza kuchunguza ujumbe ukiwa na nia njema, na pia hata ujumbe yote kwa ujumla. Lakini swali ni hii, kuchunguza maandiko matakatifu yaliweza kutuongoza mpaka kwa Yesu. Haleluya! Tuliweza kutanana naye, kwa maana yeye ndiye chanzo ya ushuhuda wote wa maandiko matakatifu, na iko hivyo kwa ajili ya ujumbe, na sio mafundisho ya mtu binafsi ambayo inayotupatia uzima au baraka. Hapana, lakini kukutanana na Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu. Mtu anayechunguza maandiko, mtu anayeamini ujumbe, anapashwa kuongozwa kwa Yesu kupitia ujumbe huo na kuingizwa katika uhusiano pamoja na yeye. Anapashwa kuja kwake, kwa maana inasemeka hapa kwenye mstari wa 14, Yohana sura 5, wala hamutaki kuja kwangu mupate uzima. Tunapashwa kuja kwake. Kuna mengi niliweza kusikia mtu fulani wa London aliyekuwa na matamshi, alikuwa akisema kwa namna kama hiyo ya London. Aliweza kusema ya kwamba mtu ambaye asiyekuwa pamoja nasi iko nje, na kwamba sisi tuko na ufunuo na sisi tuko ndani, na kwamba sasa sisi tuko matunda na kadhalika na kadhalika. Matunda si mafundisho ya kipekee, lakini matunda ya Roho, tabia ya Yesu, tabia ya kiungu ndani yako na ndani yangu, mazoezi ya neema ya Mungu ndani yetu, kuonyesha ya kwamba wokovu tulipewa. Na ndugu Schneider alitusomea ndani ya barua ya Petro ya kwamba hatukukombolewa kwa fedha au dhahabu inayoharibika, lakini kwa damu ya damani ya mwana kondoo. Amina. Nasa kwa sababu gani tuliweza kukombolewa? Mnaweza kusoma hiyo shahidi yote ya Petro wa kwanza sura 1. Mnaweza kuisoma, ya ajabu sana. Mnaweza kuisoma na kuisoma tena. Yote tulipewa kwa neema. Amina.